Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhadhirina, tumesikia hutuba iliyotolewa leo hapa ikiwa ni ya Ijumaa ya mwisho kabla ya uchaguzi, na mimi naungana na hutuba ile kwamba tuwatii viongozi wetu kwa yale ambayo kwa wanatuamrisha, madamu ya kuwa wanatuamrisha mambo ya kheri. Uchaguzi ni jambo la kheri kwa sababu inabainisha haki iko wapi na ikatoka ikenda kwa mwenyewe. Kwa hivyo tunakutakeni kwa kufuata maelezo ya viongozi wetu, twendeni tukapige uchaguzi, tukapige kura siku itakayofika. Mwenyezi Mungu atujalie tupige kura hiyo ili tuweze kutimiza kila mtu kupata haki yake. Uchaguzi hapa Zanzibar si wageni sisi wa uchaguzi. Tokea kabla ya mapinduzi hapa Zanzibar walikuwa na vyama vingi vile vile, na hata uchaguzi wa mwisho kabla ya mapinduzi ulikuwa vyama vitatu ambao kuwa ulifanya uchaguzi wa kiasi vyama vitatu mwaka 1963 ndio baadaye ipatikana mapinduzi. Kwa hivyo si jambo geni uchaguzi, na kutokea wakati huo wamekaa nyuma iliyotangulia kulikuwa na mashehe ulama hapa Zanzibar, na wote walikubaliana kwamba uchaguzi ni halali na ni haki na ni watu haki yao kwenda kupiga uchaguzi, kuweza kuchagua uchaguzi ili kila mtu kupata haki yake. Wote walikubaliana. Kwa hivyo ilikuwa ni jambo la ijmaa, yani ijmaa ni makubaliano ya wanazuoni wa Zanzibar kwamba uchaguzi ni halali. Kwa hivyo na mimi pia nipata nafasi ya kwenda kusoma nje Madina Munawwara, na nikahudhuria darasa za chuo kikuu na darasa za msikitini haram Madina, na wote ulama kila wakizifika zile aya zinazohusu kupiga kura walikuwa wanathibitisha na wakasema kura ni kitu cha hakika, ni kitu cha haki, na vile hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam wakieleza habari ya kupiga kura walikuwa wanathibitisha na kusema ni jambo la haki, kwani kafanya Mtume sallallahu alaihi wasallam na bali na mitume iliyotangulia nyuma. Kwa hivyo ni jambo la haki kabisa, tusilipuuze, tulifuate, tukapigeni kura kwa sarafu wa furaha. Sasa kura ndio kura ikichomoza itakapokuwa tukenda kupiga kura, twende kupiga kura kwa salama na amani, na baadaye turudi nyumbani kungoja matokeo. Matokeo itakapokuwa yatakuwa aina mbili, ema mtu yatamfurahisha na mwingine yatamhuzunisha. Dasturi yake hiyo, na hutuba nimesikia pale. Yule ambaye kuwatamfurahisha, na mngojalie inshallah viongozi wetu wafurahishe. Yule ambaye kuwatafurahisha, basi ni wajibu wake kumshukuru Mungu, amshukuru Mwenyezi Mungu kwamba kupata matokeo ya kura iliyomfurahisha. Akimshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, Mwenyezi Mungu atamlipa malipo mema kama alivyosema, wasajizillahu shakirina balillahi fa'bud wa kum mina shakirina. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atawalipa mema wenye kushukuru, na Mwenyezi Mungu anamwambia mtume wake, muabudu Mola wako na uwe miongoni mwa wale wanamshukuru Mola wao. Kwa hivyo yakija matokeo yakiwa mazuri kwako, ukimshukuru utaingia peponi. Kwa hivyo jambo ambalo litakuingia peponi, litakuingiza peponi, usifanye maskhara, lishughulikie na uliendelee. Kwa hivyo uchaguzi utakuingiza peponi, utakuingia peponi itapokuwa imekuja matokeo na ukamshukuru Mwenyezi Mungu ikiwa umefurahisha. Lakini kwa upande wa pili, ikiwa umekuhuzunisha, basi pia atakuingiza peponi. Pia ikiwa umekuhuzunisha, usubirie. Tunasikia hutuba hapa, ikiwa umekuhuzunisha, fanya subra. Ajaban li amri mu'min amruhu kullu khair, fa in asaba sarra shakara fakana khairan lahu, wa in asaba dharra sabara fakana khairan lahu. Tunasema ajabu ya mambo ya Muislamu aliyemzuri hapa. Likimfika jambo la furaha, anamshukuru Mwenyezi Mungu, ikawa jambo la kheri likampiga peponi. Na ikimfika huzuni
anasubiri na kwa hakika kheri likamtia peponi. Kwa hivi uchaguzi huu sote utatupeleka peponi sote, itakapokuwa watafuata masharti niliyowaambia. Yali ambayo kwa yamemfurahisha akasubiri akamshukuru Mwenyezi Mungu, asiyapokee matokeo kwa maasi, ataingia peponi. Na ambaye alikuwa anahuzunisha asihuzunike, akapatika roho na kaasi, bali akasema kwamba ni kadhaa ya Mwenyezi Mungu ndio bali hukumu, ataingia peponi. Mwenyezi Mungu anasema inama yuwaffa sabiruna ajrahum bighairi hisabi, hakika watalipwa wenye kusubiri malipo yao bila hesabu, yani hawahesabii mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mwenyezi Mungu tujalie siku ya Kiyama watu watakwenda safu kubwa, watu watahesabiwa wote wengi ila wenye kusubiri. Zamani hiyo faida hiyo, ila wenye kusubiri wataambiwa ingie peponi bila kuhesabiwa. Na kama ndio hujua manukisha udhiba, yote ambayo yananakishiwa kwa kuhesabiwa ni adhabu ile. Kwa hivyo adhabu hii ya mwenye kusubiri kufika na majuto akasubiri, basi ile adhabu hii ya kunakishiwa itamwepuka, ataingia peponi bila hesabu. Ile adhabu ya ukanya ardhi iliyo moto, fala tasma illa hamsa, ardhi iliyo moto na jua kali itamwepusha, kwa sababu akitoka kaburini anaingia peponi moja kwa moja. Kwa hiyo jamani, kuna faida kubwa. Faida ipi mnaitaka baada ya hii? Hebu twendeni tukachague. Ikiwa imekufurahisha utaingia peponi, na ikiwa imekuhuzunisha utaingia peponi bila hesabu. Kwa hivyo tumwabudu Mwenyezi Mungu. Miongoni mwa ibada ni hii ambayo kwa viongozi wetu tunawafilisha, tutakapiga kura, na inshallah tutakutendeni tukapiga kura. Na nimesema nishatangaza kwamba tutaingia peponi kwa vyote tutakapokuwa. Imekufurahisha madamu utashukuru, au imekuhuzunisha madamu utasubiri, utaingia peponi. Na binadamu ma khalaqtu insa wal jinna illa liya'buduni, ibada hii kabisa, ibada hii itakuingiza peponi kwa sababu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala bila tatizo lolote. Na ipo umehuzunika leo, kesho utafurahi. Nasema hii ndio jazaa yangu ya matokeo niliyosubiri, leo nalipwa hili, alhamdulillah, naingia peponi bila hesabu. Kwa hivyo nakutakieni kila kheri, pendeni tukapige kura na kwa furaha na kwa umoja tuwe nao huu, na yule ambaye kwa afanye tabu tusifanye, atakayebahatika tusimfanye bughudha, na yule ambaye kwa atakosa asifanye kijeli, na tuishi maisha mazuri ya pamoja, na baada ya maisha duniani kuna maisha ya akhera. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.